chochote cha dola kaitwa kwa jina kwenye hiyo hotuba sijaona. Lakini hata zile picha ambazo zilikuwa zinasambaa kwenye mitandao tumeambiwa ni za AI. Sasa kama baadhi ya picha zinaweza zikawa ni AI, inawezekana hata hilo tukio lote lilikuwa ni AI. Yaani tunaambiwa kwamba tarehe 29 kulikuwa kuna uchaguzi, kuna vurugu, inawezekana hata hizo vurugu ni AI, sio vurugu. Sasa kwa nini tuamini tu upande mmoja kwamba pale ambako pengine picha zinawatuhumu watu fulani, zinaonyesha watu fulani, ile ni AI. Lakini inapokuja picha za matukio mengine ndio tunasema ile hapana. Ile sio AI, ni ukweli. Kwa mimi natarajia Mheshimiwa Rais atakapoamua kuchukua hatua ya kuunda hiyo tume ya kuchunguza, ya kupeleleza hiyo. Hii tume ingepaswa kuwa tume ya kijaji. Na tunao uzoefu. Wako watu credible kabisa ambao wanaweza wakaifanya hiyo kazi. Wakaja vizuri kabisa na matokeo ambayo hatatiliwa mashaka. Nchi tunataka itoke hapa ilipo. Na haiwezi kutoka hapa ilipo kwa hizi jitihada za zimamoto tunafunika, tunafunua, haiwezekani. Hatua zilichukuliwa. Moja kati ya vichocheo vya vurugu tumeambiwa ni kauli za vyama vya siasa. No reforms, no election. Oktoba tunatoka. Oktoba tunatiki. Waliozitoa hizo kauli tunaona ni mtu mmoja tu ndio kashikiliwa. Mtu huyu mmoja. Na tunaambiwa vyombo vya dola wakati wote viko kazini. Kuna mtu asema anapoteza watu kule Bukoba. Yupo tu mpaka sasa hivi anadunda. Yuko vizuri tu. Tulihakikishiwa, na ndio maana sisi wengine tulishiriki uchaguzi. Tulihakikishiwa uchaguzi utakuwa huru, haki, wa amani na utulivu. Kumbe wakati tunahakikishiwa, kuna watu wengine wameshaingia nchini, wanapanga mikakati ya kuvuruga uchaguzi na kuua watu. Haiwezekani. Haiwezekani. Na kama tungekuwa tunajua tukienda kushiriki uchaguzi ya mambo yatatokea katika hali iliyotokea, tusingeenda hata kufanya uchaguzi wenyewe. Kwa hiyo mimi naiona hii hotuba hii labda mpaka tutakapoona ripoti. Inawezekana hii hotuba ina vitu tofauti na vilivyomo kwenye ripoti. Lakini kiujumla hotuba inaacha maswali mengi sana. Inaacha maswali mengi sana kuliko majibu. Tulitarajia ndani ya siku 153 ambazo tume ilikuwa imepewa kazi ije na majibu. Na inapotokea mazingira kwamba kuna vifo, tunapaswa kuelekeza akili zetu zote, nguvu zetu zote, jitihada zetu zote kwenye kushughulika na hizo taarifa za vifo. Nani aliwaua wale watu? Ziko taarifa watu wameuliwa wakiwa wamekaa wanaangalia TV. Zipo hizo taarifa. Watu wako wanatoa testimony, wanatoa ushahidi wao, wanatoa taarifa zao, wanalalamika ndugu zao. Tutarajia kuona hii idadi ambayo wanasema watu 410 na ngapi walichukuliwa na ndugu zao. Tuone hiyo register, labda pengine ipo kwenye ripoti. Kwa kuwa hii ni hotuba isingeweza kukidhi matakwa yote hayo ambayo ripoti inapaswa kuwa. Pili tunaanzisha kampuni yetu, tukanatafuta AC ya bei ya chini zaidi kupata, tulipata inauzwa 1,500,000. Nyingine ni siku ya kupokea ripoti, lakini kinachosomwa sio ripoti, inasomwa hotuba. Na kwa bahati mbaya hiyo ripoti hatuwezi kuiona tena. Kuhusu watu kutekwa. Tume imezungumzia watu kutekwa. Na ikasema vyanzo vya watu kutekwa viko vingi. Moja wapo mapenzi. Katibu wa umoja wa vijana wa CCM wa mkoa, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM wa mkoa wa Kagera, alisema yeye huwa anapotezaga watu. Na watu wakapotea. Alafu hapa kwenye ripoti tunaambiwa wanaopoteaga wale huwa ni mapenzi. Swali, basi ni mapenzi. Kwa hiyo polisi imekubali kabisa kwamba mtu anaruhusiwa kutekwa kwa sababu ya mapenzi. Yaani kuteka mtu inakuwa leo ni halali kama tu atakuwa anatekwa kwa ajili ya mapenzi.
mpaka tunakuja kupata hitimisho kwamba wanaotekwa wametekwa kwa sababu za mapenzi. Maana yake tayari tunawajua hao wapenzi wao ni kina nani. Kwa nini wasikamate hao wapenzi wakashtakiwa? Kwa sababu hairuhusi kumteka mtu kwa mujibu wa sheria zetu na sheria za kimataifa. Kwa hiyo kuja kutuletea sababu za watu kutekwa halafu bila kuonyesha uwajibikaji, yani ni sawa sawa tu na si mtumie neno gani, natafuta neno lenye adabu kidogo. Unajua sio Wanyamwezi tumefundishwa adabu kidogo, unapoongelea mambo haya lazima uwe na adabu kidogo. Ni kukoseana heshima. Kuna sehemu nyingine wamesema watu wanaotekwa huwa wanatekwa kwa sababu za kishirikina. Tuna sheria sisi ya mambo ya uchawi, sura 23 ya sheria za Tanzania, The Witchcraft Act. Sheria ya muda mrefu sana, itungwa mwaka 1929 nadhani. Polisi itumie hizo findings, itumie hiyo sheria kuwajibisha hao watu wanaoteka watu kwa sababu zozote zile. Kwa sababu utekwe kwa mapenzi, utekwe kwa uchawi, utekwe kwa umepotea njia. Kuna wengine tumeambiwa wametekwa kwa sababu za kibiashara. Vyote hivyo ni uhalifu tu kama ulivyo uhalifu mwingine. Sasa badala ya kuja kuambiwa hatua zilizochukuliwa kudhibiti utekaji, tunabariki utekaji kwa kutaja sababu za utekaji. Na mimi nadhani tunalichukulia swala la utekaji, kupoteza watu, kirahisi sana, kwa sababu pengine hawa wanaofanya hivyo wao wanadhani wanakinga na maumivu hao ambao wenzao wanapitia, familia zao wanapitia, za watu wanaopotea. Tume imekuja na mapendekezo. Maridhiano. Kuna kazi kubwa sana inatakiwa kufanyika kueleza hii kinachoelezwa hapa kwenye hiyo hotuba kwamba tunatakiwa kuridhiana. Tunaenda kuridhiana nini? Tunaenda kuridhiana na nani? Kwa sababu hoja hapa ni kwamba kuna watu wamepotezwa, kuna watu wameuliwa, kuna watu wametekwa. Ndio hoja iliyoko hapa. Hakuna hata mtu mmoja analalamika hapa kuhusu sijui kuna daraja limevunjwa, sijui mabasi ya mwendokasi yamechomwa. Kwanza tumeshapata mabasi mengine mapya, yale ya Moffat yale, kama hujawahi kuyapanda. Mabasi tumeshapata mengine, vituo vya mwendokasi tumeshajenga vipya na tunaendelea kujenga. Tunashukuru wafadhili ambao wanaendelea kuisaidia Tanzania kwenye maeneo hayo ya uboreshaji wa miundombinu. Barabara kila siku zinachimbwa, zinajengwa, hakuna shida. Wale waliopotea tutawarudishaje? Waliokufa tunawarudishaje? Haiwezekani, hii si sawa sawa. Kwa hiyo unapozungumza maridhiano, hebu toka nje ya boksi. Akina Beni Sanane wale pale tangu mwaka 2016 kwao kuna msiba tu. Sasa unaenda kuliziana naye nini? Kuna yule mwandishi mwenzenu wa Zoligwanda mpaka leo hayupo. Akina Simon Kanguye hawapo. Akina Mdude Nyagali hajulikani wako sehemu gani. Sasa unaliziana na nani yani? Labda angesema hivi hiyo hotuba. Jamani, watu wote ambao kwa namna moja ama nyingine ndugu zenu wametekwa, akina Ali Kibao ndugu zenu wamepotezwa, njooni bwana tuliviane, tuone kama tunaweza tukawalipa fidia, tuwalipeni fidia kwa sababu ndugu zenu hawataonekana tena. Hilo ni jambo zuri. Lakini ukiitwa wewe Marwa wewe unaenda kuliziana na nini? Kwani wewe kuna unakosa gani? Una shida gani hapo ulipo sasa hivi? Kuna watu yani hapa tunaongea, kuna watu kule kuna misiba inaendelea. Eneo moja ambalo nimefurahi kwenye hotuba hii na lakini pia commitment ya Mheshimiwa Rais kwamba kuna fidia itatolewa. Kuna mama kauliwa, watoto wake watu wadogo wakaanza kulamba hadi damu pale. Tunaona kwenye zile video. Labda ziwe ni AI kwa sababu zinatembea kwenye mitandao na siku hizi mambo ni mengi. Lakini kwa sababu tumeambiwa kuna fidia itatolewa, basi zifanyike jitihada za kwenda kuwatafuta hao watu waliopoteza ndugu zao, walipofidia, na isifanyike ujanja hapa wakatokea ujanja wachache wakaenda kufaidika kwenye matatizo ya watu wengine. Wanasema kufa kufaana. Watu 500, tume imeenda kuhoji watu 63,300. 63,603. Haiwezekani namba ya watu waliohojiwa iwe kubwa kuliko namba ya watu waliokufa. Vitakiwa viwe sawa. Kwa sababu tunategemea wewe ndugu yako aliyekufa ndio uende ukatoe nani kule. Ndugu yako au jirani yako.
Sasa watu waliojiwa ni 63, na bahati nzuri kwenye hotuba ya Mheshimiwa Jaji Chande anasema namba walioitaja wao inaweza kaongezeka. Yaani hii namba walioitaja humu, hii 518 sio ya mwisho. Kwa sababu kuna matukio mengine, kuna watu waliuliwa au waliuliwa lakini hawakufikishwa kwenye vituo vya afya ili kumbukumbu ziweze kuwekwa sawa sawa. Kuna watu ndugu zao waliokotwa kwenye maeneo yale ya vurugu, lakini hawakutaka kuwapeleka ndugu zao hospitali. Kuna watu walipelekwa hospitalini wakafia pale, lakini ndugu zao wakawachukua mapema kwenda kuwazika. Kwa hiyo bado takwimu hasa hazijulikani. Lakini mimi nitarajia kama tumeshakubaliana kwa idadi yoyote ile kwamba watu wamekufa, hivi kwa nini tusimalize huu msiba tukaweka matanga hata ya siku moja ya kitaifa? Yaani mimi nakumbuka mwaka 2006 walipokufa wale watu 4 kule Mabwepande, nchi nzima ilikuwa kama iko msiba. Huwezi kuwa watu 4 tu walikufa. Ni mpaka pale tulipochukua hatua za kisheria ambazo zilikwenda kuhitimisha lile jambo kwa watu kuwajibika kisheria mahakamani, ndio msiba ule ukao umeisha. Leo tuna watu 518 tunavodai. Huu msiba kwa nini hauishi tukapeperusha hata bendera nusu mlingoti kwa heshima ya zile damu ambazo zimepotea bila kuwa na hatia yoyote? Badala yake tunasema tutaunda tume. Damu iliyomwagika siku zote huwa inalia. Hata hizo tume tutakazoziunda zinaweza zisiwe na mafanikio yoyote katika taifa hili.